Nikalima hadi viganja vikapasuka, nikavuna maumivu shambani mwa moyo, machozi yakawa mbolea ya majuto. Nilikuamini kwa dhati, ya imani kuwa mzigo, uliniuza. We Lichi kaka, njoo tushauriane kwanza bwana. Bwana Lichi. Sasa mimi bwana nimekustopisha kwenye majukumu yale kwa sababu nina wazo. Wewe ndugu yangu uishiwi mambo. Yaani wewe uishiwi mambo kaka. Sasa jambo gani ndio umekuja nalo leo? Sasa tulia. Hivi nikwambie jambo moja, sikia. Sisi kutoka tumemaliza chuo. Huku mtaani hatuna ajira, hatuna nini. Wewe unafikiri tunaishi vipi? Hayo kweli. Kwanza tumekuwa tukihangaika huku na kule vibarua yani ta fulani kaka. Na huo mkoti cheki ulivyopauka. Sasa sikia. Sasa wazo langu bwana liko hivi. Hivi unajua waganga wanaishi vipi? Kwa hiyo kama nishaanza kukupata hivi, kwa hiyo nataka tufungue kilinge nini? Wewe sikia. Sasa nikwambie. Tutachelewa sana kaka. Waganga wanaishi kwa uongo. Sawa? Yaani maisha makubwa ya waganga ni kudanganya watu, si mara fanya hivi, mara fanya hivi, unatajirika unafanya hivi. Sasa mimi nikawaza, mimi na wewe tu waganga. Baba, ndugu yangu wewe, kwanza kunaga mganga mfupi. Alafu cha pili, wewe na uganga wapi na wapi kaka? Wapi na wapi? Baba wewe, ushapo wapi mganga mfupi ndugu yangu? Mganga madindo kama wewe. Nikuli leo mpya. Kwa hiyo nakueje? Mimi sitaki bwana, sikia sasa. Ni hivi. Mimi nikiwa mganga nitakuwa tisha zaidi. Kwa nini? Watasema nimetokea Kongo. Sawa, watu wa Kongo si wafupi. Kwa hiyo nakuwa mganga mkuu Tenge in the building. Hapo unakuwa mganga msaidizi Lichi in the building. Maki hapo kwanza nicheke. Cheka tuone. Watajua nimetoka Kongo, kumbe ni mtoto hapa hapa. Picha. Sasa bila nipe pesa mkakati tunafanyaje? Iko hivi sasa kwenye mkakati mimi ninawaza. Sisi tunakuja na ubunifu wetu kichwani. Sawa? Sisi tunakubali kuwatibia watu, lakini kwa kitu hiki kimoja. Tunachapa bonge la mtangazo. Tukishaandaa mtangazo wetu tunasema hivi, kumtibia mteja ni laki ngapi? Laki3. Sawa? Sawa. Wateja si watakuja kwa sharti hili moja. Tukishamtibia akipona, sisi tunabakiwa na laki3. Sawa? Ila tukimtibia asipopona, tunampa laki3, alafu tunamuongezea laki3 nyingine, anaondoka na laki6. Yaani hapo sawa sana kwamba tumebeti double chance. Asare au ashinde. Yaani tukimtibia tunachukua laki3 yake. Tukishindwa tunamrudishia laki3 yake, tunamuongeza laki3 nyingine, laki6. anaondoka na laki6. Mwanangu leo amnazo. Sio amnazo, mahesabu. Sawa? Mahesabu. Unajua inakuaje? Kaka, kwani unajua kubeti double chance wewe? Yaani double chance ni asare au ashinde. Sisi tutatumia maarifa, na mimi ni mzee wa plani. Nina plani.
Samahani ya kuchelewa. Bila samahani, usijali. Karibu. Asante. Umetoka kwangu salama. Sijui uko tokako. Mungu mwema, tuko vyema. Sawa. Hicho. Nimekuja hapa. Kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani hicho? Hicho. Unajua wewe ni msichana mzuri sana, ambaye ukipita sehemu yoyote wanaume wanaweza kugeuka kutazama, lakini pia kukuzungumzia. Hicho. Mimi nakupenda. Kiuliza nimekosa nini? Unanipenda? Ndio. Unamaanisha? Namaanisha kwamba nahitaji uwe mpenzi wangu, nahitaji tuwe na mahusiano mimi na wewe. Mimi nimesalimu. Mimi siko tayari kuwa na mahusiano, kwa sababu nina mambo yangu yana mengi sana ambayo yananipeleka, na changamoto pia ninazopitia. Kwa hiyo sitamani changamoto zangu ninazopitia mimi nije kupitisha na wewe. Na vipi kuhusu baba, mama na familia yako? Wako wapi? Mimi mama yangu alishafariki. Kwa hata chuoni nimeleta na baba ndio anapambania familia yetu, lakini pia baba yangu sitakupata nitukuze. Pole sana Richo. Unajua kila kitu ambacho kinatokea basi huwa kinatokea kwa uhalali, na kila nafsi imeumbwa kwa nafasi yake. Yote ambavyo vinatokea kwenye maisha yako vinatokea kwa kusudi maalum. Nitakusaidia kwa hali na mali, kwa sharti tu kama utakubali kuwa na mimi. Mimi nikalia mpaka sauti. Kuna maanisha biada utakayonilipia kila kitu. Namaanisha kwamba changamoto ambazo unazipitia mimi nitaweza kufanya kila kitu kwa hali na mali kukusaidia changamoto zako ziwe changamoto zangu. Kitu unachokipitia wewe basi nakipitia mimi, kwa sharti moja, kama utakubali kuwa na mimi. Sawa. Unamaanisha ndio? Sawa, nimefurahi. Nakupenda Richo. Mimi ndo natoka hivi. Ubali salama. Hapana mume wangu, kabla hujaondoka nataka nikuambie jambo. Mwenye nyumba amekuja anafoka sana mume wangu. Anatudai pesa ya kodi, hela ya maji na hela ya usafi, na hela umeme hatujalipa. Anaongea sana mpaka nakosa amani mume wangu. Mke wangu, ni mara ngapi nishakukataza kumsikiliza mwenye nyumba? Wewe mwenye nyumba na mimi nani bora? Bora wewe. Nani unataka kumsikiliza? Nimeshakwambia mara ngapi usitaki kumsikiliza wewe? Kwa sababu mimi ndiye natafuta. Mimi ndiye nao kuletea hapa nyumbani. Kwa hiyo nisipopata nakwambia. Sawa. Kwa hiyo sipenda kumsikiliza sana mwenye nyumba. Sawa? Sawa. Maana ukiniambia habari ya mwenye nyumba unanichanganya mimi akili yangu. Kwa sababu kuna mambo mengi nayawaza, huko barabarani unaweza kanisababishia ajali. Sawa? Sawa. Sawa mume wangu, mimi nakukumbusha tu kwa sababu yeye amekuwa kama yeye ni too much. Yaani ushindi tu hapa nyumbani. Nimekuelewa mume wangu. Usijali. Kwa sababu leo mwisho wa mwezi kuna ile anasubiria benki. Ikitiki tu mambo tunakuja kuyamaliza hapa nyumbani. Sawa? Mume wangu. Kuwa na amani. Poa. Okay, mimi ndo naenda hivi. Baki salama. Poa, kazi njema. Karibu sana mwanangu. Asante mama. Habari za? Salama, sijui. Mama, nikapotoka ni kwema kama sio kwema.
kwa sababu kuna matatizo ambayo yapo pale kwangu baina ya mimi pamoja na mke wangu. Kwa sababu vitu anavyofanya kikweli vinaninyima amani, vinaninyima furaha. Mimi ni mtu wa kila siku wa malumbano baina ya mimi. Sielewi shida ni nini. Inafikia stage yule mwanamke hata ile hali ya kutambua kwamba mume wangu ngoja niende nikamwandalia chakula au maji ya kuoga, hicho kitu hawezi kutekeleza hata siku moja. Yaani inafikia stage kwamba nikifika nyumbani ni lazima hivi vitu ndio, na wakati ni wajibu wake. Yule mwanamke ananiumiza kichwa sana, na sifurahi ndoa yangu. Na sioni kama nina mwanamke, ni mateso kwenye ndoa. Nyumba ni ya kwangu mwenyewe, lakini nashindwa kufurahia ndoa yangu, nashindwa kufurahia familia yangu. Mwanamke ananiumiza sana. Nilikwambia mimi nilikwambia kuwa wewe mwanamke sio kuoa, lakini wewe uling'ang'ania. Sasa mimi nitakusaidiaje? Nilikwambia mwanangu, kama mwanamke yule hafai kuolewa, lakini wewe uling'ang'ania. Nitakwambia mwanangu, yule mwanamke hafai kuolewa, yule sio mwanamke, lakini wewe uling'ang'ania. Sasa mimi nitakusaidiaje? Sawa mama, unachokisema ni kweli, lakini tambua tayari mimi nishapenda mwanao, na sisi watoto au sisi wanaume ni wadhaifu sana kwa wanawake. Tambua tayari mpaka anafanya maamuzi hayo nilishategemea kwamba yule mwanamke ndio mtakatifu kufanya, na ndio maana nikatumia nguvu zangu zote kuhakikisha naishi naye. Kwa unachokiongea mama, sio muda wa kulumbana, sio muda wa kulaumiana. Mimi ni mwanao, ni kiasi cha kwamba unaniambia mwanangu, hapo ulipofanya nilikwambia 1 2 3 umekosea, nirekebishe kwamba nifanyeje. Tayari nishafanya kosa mama. Je, nitafanyaje? Nikushauri nini sasa hapa mwanangu? Sina cha kukushauri, kwa sababu nilishakwambia na umeshindwa kulitekeleza. Sasa mimi nitakushauri nini? Hayo ni maisha yako. Sikiliza nikwambie, mimi hapo sina msaada na wewe. Yaani msaada wa mwisho wa kukushauri wewe kuhusu huyo mke wako mwache. Sawa mama, lakini tambua mwanao unapoharibikiwa au unapopotea, unapoumia, unapoathirika, mimi ni damu yako. Lazima naye kuna chembe fulani utakuathiri mama. Angalia kwamba unalisolve vipi hili swala ili nipate furaha mimi ya ule mwanamke, nipate furaha mimi ya ndoa yangu. Kama ulikuwa unajua mimi mama ungenisikiliza tangu mwanzo. Nilikushauri sana kuhusu huyo mke wako. Sasa nikwambie, katika maisha kosea kujenga nyumba, utabomoa utaenda kujenga tena nyingine. Lakini ukikosea kuoa, unakuwa umeharibu maisha yako mazima. Mimi nitakushauri nini sasa? Sina cha kufanya chochote na wewe, ile ulitambue. Umenielewa? Usisikia la mkuu uvunjika mguu. Ngoja niondoke usinipotezee muda. Mama.